Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, mwanachuoni Hasan al-Basri amesema, Mwenyezi Mungu amrahamu, inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha, hakika wale watu wa uchamungu wapo na alama, wanajulikana kwa kupitia alama hizo. Sasa hebu angalia ndugu yangu katika imani, je, wewe unayedai ni mcha Mungu, kwenye alama hizo upo ndani yake au haupo? Akasema alama ya kwanza sidqul hadith, sidqul hadith. Alama ya kwanza ya mcha Mungu, anatakiwa awe ana sifa ya kuzungumza ukweli, anatakiwa na sifa ya kuzungumza ukweli iwe inapatikana kwenye maisha yake. Allah anasema nini? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi ambao kwamba mulioamini, mcheni na mumuogope Allah jalla fi'ala. Baada ya mwito huo Allah anasema nini? Wa kunu ma'as sadiqin, muwe pamoja na wale wenye sifa ya kuzungumza ukweli. Alama ya kwanza ya mcha Mungu ni hiyo. Alama ya pili, walwafau bil ahdi, wacha Mungu alama ya pili ni wale wenye kutekeleza ahadi, wale wenye kutimiza ahadi. Jiulize, je, wewe unatimiza ahadi ulizoziahidi? Alama ya tatu, wasilatu rahimi, mcha Mungu anaunga kizazi, anaunga familia. Inamaanisha kama familia yako umeitenga, huna habari nayo, huna msaada nayo, wallahi wewe ucha Mungu huna. Mwisho kabisa akasema wa rahmatu duafa, alama ya mwisho ya mcha Mungu ni yule Muislamu mu'min ambaye atakuwa na sifa ya kuwahurumia wale wanyonge, wale maskini, wale madhaifu, wale wasiojiweza. Jiangalie katika mshahara wako. Je, unapopata ule mshahara una sifa ya kutenga kiasi kidogo kwa ajili ya kuwasaidia wale wanyonge, wale wasiojiweza? Ukiwa na sifa hiyo, wewe una alama ya ucha Mungu.